Ndio. Kiongozi wa Simba au wa Yanga unaburuzwa miaka 5 na Yanga na bado upo. Unachubuka tu, yani miaka 5 unachubuka tu. Alafu bado upo tu. Unaamka asubuhi, unakwenda ofisini klabuni, unafanya biashara zako, jioni unaendelea mambo mengine, mnakutana klabu, mnakutana mahali mnakunywa kahawa, mambo yanaendelea. Kwangu hii si sawa. Kwa nia njema. Ndio. Kwa kuheshimu kazi za viongozi waliopo Simba sasa, hasa wale wa kuchaguliwa kwa kura zetu, kwa kuheshimu nguvu yao, uwezo wao, akili yao, mimi nadhani ni wakati sasa na wao kujitathmini, wakajiuzulu, wakawaachia wengine gurudumu. Kwa sababu katika vitu ambavyo ni vigumu sana kwa kiongozi wa Simba kukubaliana navyo ni pamoja na kukubali kufungwa na Yanga mara 5. Sasa wanataka kubaki mpaka tufungwe mara ngapi ndio tatakuwa tu? Sasa viongozi kwani walikuwa wanacheza Galilaya jamani? Sikiliza. Niko kwenye mpira miaka 40 sasa. Ndio. Dabi ya Simba na Yanga haijawahi timu kushinda kwa sababu ya quality ya wachezaji au uwezo wa benchi la ufundi. Dabi na njia zake na kiongozi lazima uhusike na hizo njia. Njia za kimpira, njia za kimpira. Kuna siku utanielewa. Njia za kimpira. Ndio. Okay. Kwa mfano hizi timu zote Simba na Yanga wachezaji huwa wanadai. Timu zote Simba na Yanga. Hakuna siku utakuta timu wachezaji hawadai kwenye hizi timu. Lakini viongozi wa Yanga wanakaa na wachezaji wao kama familia. Wanaishi nao kama familia. Yaani ukishakuwa mchezaji wa Yanga unakuwa familia ya Yanga, wamekutuni hivyo. Na utaipambania Yanga kwa nguvu zako zote. Lakini wachezaji wa Simba wanaishi na viongozi wetu kama mfanyakazi na mwajiriwa na bosi. Sasa mwajiriwa atafanya kazi yako kwa ajira uliompa tu. Akimaliza kazi yako, yeye sio familia yako. Lakini Engineer Hersi amefanikiwa kuwafanya wachezaji wa Yanga kuwa familia ya Yanga. Takupa mfano, mwangalie huyu Israel Patrick Mwenda. Ile nguvu anayotumia kujituma leo ndio alikuwa anayotumia kujituma akiwa Simba. Nini kimetokea? Ameenda Yanga, amekuwa anatumia nguvu kubwa kiasi kile. Ni kwa sababu Yanga imemfanya kuwa familia yake. Kwa hiyo mimi kimsingi, yani sitaki kuwasema viongozi vibaya. Wala sitaki nieleweke kwamba niko hapa kuharibia sio viongozi, hapana. Ila kwa kufikia kama kweli wanaipenda Simba na wao ni sehemu ya kutaka mafanikio ya Simba, una step down, unaacha na wengine wafanye. Hebu wataje wanaotakiwa ku step down wajijue kabisa saa 5 hii. Sina mamlaka ya kuwazungumzia viongozi waliowekwa na mwekezaji. Kwa sababu wale wamewekwa kwa sababu ya pesa ya mwekezaji ndio inampa ya mamlaka. Mimi mamlaka yangu yanaishia kwenye kiongozi aliyempa kura. Ambao ni kina nani uliyemchagua, si unawajua? Wote wakuchaguliwa wa Simba wanatakiwa step down. Si uliwapigia kura unawajua, tutajie tu hapa. Wa kwanza ni nani? Yupo Selemani Harubu. Wa pili? Yupo Atabaraka. Wa tatu? Yupo CPA Masudi. Isa Masudi wa tatu. Wa nne? Isa Masudi. Ndio. Yupo Muba wa tano. Na viongozi wangu niliowapa kura nikiwa na imani wanipeleka nchi ya ahadi. Mwenyekiti amkuchagua. Sasa unawezaje kuwaambia wajumbe wa step down alafu mwenyekiti anabaki? Mtaje sasa wa 5 wa 6 ili amalize hiyo orodha. Mtaza Mangungu. Asante. Hata kwa jitathmini mimi sio kwa kusema. Kwa sababu kama unafungwa debi mara 5 na Yanga, unataka ufungwe mara ngapi ndio ujitathmini? Kabisa wajitathmini. Kwa sababu kwa viongozi hao waliopo wameshatuthibitishia hata tukicheza mara 40 na Yanga watatufunga tu. Manake hata mwakani mtafungwa. Watatufunga tena, na hata tunapokwenda kwenye usajili lazima tubadilishe watu. Hatuwezi kwenda kwenye usajili na hawa watu ambao wameshafeli mara 5. Sisi kama naeleweka, sisi tutaonekana mpiga majungu. Wewe piga tu, yani si Simba ya kwenu, hii timu yenu hii. Sasa unajua Simba kuna wanafiki. Wanaweza wakatoka
watu wakasema Mgalilaya atageuka mnafiki sasa. Anapambana kuondoa viongozi madarakani. Sio kweli. Unataka ufungwe mara ngapi? Haya, asante Mgalilaya, asante sana bwana. Asante, shukrani sana bwana. Haya, asante sana. Lakini pia alikuwepo nani? Mgalilaya ameongea vizuri No. Hayuko sawa Amenisikitisha. Wewe umesikitika? Yeah. Kwa nini? Nafikiri bado anahisia na matokeo ya mchezo. Mawenge fulani hivi. Na sijapenda.